Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Elisa Mugisha, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza. Mnamo majira ya saa 10 kasoro dakika 14 tulipokea taarifa kwamba kuna moto katika soko hili la Mbao. Kwa hiyo tuliondoka na ndani ya dakika 9 tulikuwa tumefika hapa majira ya saa 9 na dakika 55. Kwa baada ya kufika hapa tulikuta eneo kubwa la Mbao limeshika moto. Ni Maisha Daily TV ikikuletea habari kutoka jijini Mwanza. Ajali ya moto ambayo chanzo chake hakijajulikana imeteketeza mali za baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Mbao la Sabasaba wilayani Ilemela mkoani Mwanza, huku mkuu wa mkoa huo Saidi Mtanda akiagiza uchunguzi kufanyika haraka ili kubaini chanzo cha moto huo. Kwa mujibu wa kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Mwanza SSF Elisa Mugisha, amesema moto huo ulianza majira ya saa 7 usiku kuamkia Machi 17, 2025 na walifanikiwa kwa kiasi kikubwa kuuzima mapema ili usienee sehemu nyingine. Naye kamanda wa polisi mkoani Mwanza Wilbard Mtafungwa amesema mbali na uharibifu mkubwa wa mali uliotokea, hamna mtu yoyote aliyepata madhara ya kimwili au kupoteza maisha. Tuanza kupambana kudhibiti, lakini jambo la kwanza tulilofanya ilikuwa ni kuhakikisha kuzuia moto usitambae kwenda eneo kubwa. Kwa hiyo tuliweza kukata na kuweza kupambana na eneo ambalo lilikuwa limeshika moto, ambao ni takriban wafanyabiashara kama 29 hivi wameweza kuathirika. Na shughuli zinazofanyika hapa ilikuwa ni biashara ya magogo, mbao, kuna mashine za kuchana mbao, pamoja na watu wa huduma wengine kama wa hardware ambao wanahudumia watu ambao, kwa mfano kuuzia rangi na kadhalika. Kuna wengine wanauza vinywaji na vitu kama hivyo. Kwa jumla yako takriban watu 29 walioathirika. Lakini soko kwa ujumla ina watu zaidi ya 1000 hapa. Kwa hiyo tumeweza kuokoa kwa eneo kubwa sana. Lakini tunashukuru pia wafanyabiashara hapa walitoa ushirikiano mkubwa sana wakati tunazima moto. Hatukupata vikwazo vya aina yoyote, walikuwa wanatoa ushirikiano mzuri sana. Lakini pia tumeweza kupata msaada kutoka MWAUWASA ambayo ni mamlaka ya maji hapa jijini Mwanza, ambao pamoja kusaidia Boza tupate maji, lakini waliweza kufungulia laini kubwa ya maji tusisumbuke kufuata maji mbali. Lakini wenzetu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania wameweza kupatia Boza kwa kushirikiana wote hao, hatukupata usumbufu mkubwa sana wa kuondoka eneo hili kwenda kufuata maji. Kwa hiyo juhudi zimekuwa kubwa, na mpaka kama mnavyoona walioathirika ndio wameathirika, lakini ni wachache kulinganisha na mali kubwa na idadi kubwa ya watu walioko hapa. Baada ya zoezi la kuzima moto, sasa kinachofuata ni kufanya uchunguzi wa tukio hili ili tuweze kubaini chanzo na madhara hasa yaliyotokana na tukio hilo. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea na kubaini chanzo pamoja na madhara. Baada ya kupata uchunguzi, tutawajulisheni nini hasa kilikuwa ni chanzo cha tukio hili. Moto huu ulikuwa ni mkubwa, umeleta hasara kubwa kwa wafanyabiashara, ingawa mpaka sasa katika tukio hili hakuna mtu yoyote ambaye amepoteza maisha. Kuna uharibifu mkubwa wa mali, ambapo hata hivyo hatujafanya tathmini kuweza kujua mali yenye thamani kiasi gani imeweza kuteketea kwa moto, lakini kimsingi ni uharibifu mkubwa uliosababishwa na moto. Na Jeshi la Polisi tukishirikiana na vyombo tumeweza kudhibiti eneo hili kuendelea kuwa salama, lakini kubwa zaidi na wananchi na walinzi ambao wanalinda maeneo mbalimbali. Askari wetu wa Jeshi la Polisi wamekuwepo tangu muda huo, na mpaka sasa tunapoongea hakuna mwananchi yoyote, mfanyabiashara hapa ambaye amepoteza mali yake kwa kuibiwa. Kwa ina maana udhibiti wa mali za watu na usalama wao kwa ujumla ulikuwa ni wa hali ya juu. Kazi kubwa iliyokuwa hapa na ambayo kimsingi inaendelea mpaka sasa ni swala la kuzima moto huu ambao umebaki. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba hakuna mtu aliyepoteza maisha, hakuna mtu aliyejeruhiwa kutokana na tukio hili, isipokuwa kilichopo ni hasara. Lakini Jeshi la Polisi tunaendelea kufanya uchunguzi, tumekwisha anza, tunashirikiana na wenzetu wa zimamoto na taasisi nyingine ambazo tutaona zinafaa, tutaungana pamoja katika kuchunguza tukio hili. Mpaka sasa hatujafahamu chanzo cha moto huu ni nini.
Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda akizungumza mara baada ya kutembelea eneo hilo amesema mara baada ya uchunguzi kukamilika na taarifa kusomwa, ofisi yake itakutana na wafanyabiashara hao pamoja na taasisi za fedha ili kuona namna kuwapa muda zaidi wa marejesho kwa wenye mikopo. Kwa taarifa ambayo imetolewa hapa na hata mwenyekiti wakati ananieleza, kama isingekuwa ni uweledi wa Jeshi la Zimamoto, pengine sasa tungekuwa tunazungumzia ajali hii imewaathiri watu wengi sana. Lakini wao wanafahamu, kwa sababu ni misingi ya kazi yao, nini waanze nacho, nini wasifanye wakati wa zoezi la kuzima moto. Lakini pia tushukuru kwamba hapa ni jirani sana na hata uwanja wa ndege wetu. Lakini pia hapa Mwanza, kwa kuwepo na uwanja kama wa ndege, Jeshi la Zimamoto liko vizuri, lina vifaa vya kutosha na linaweza kukabiliana na majanga makubwa. Lakini wakati ninapita hapo nikawa nauliza chanzo ni nini, kukawa na maoni tofauti. Kwa hiyo nikubaliane na niungane na kamanda wa Zimamoto kwamba uchunguzi ufanyike ili tufahamu chanzo cha moto ni nini. Ukishafahamu chanzo, unaweza hata kujua hatua gani unazotakiwa kuchukua. Lakini pamoja na hayo, yako mambo machache nimejifunza hapa kwa muda mfupi sana, na haya wala hayahitaji degree. Jambo la kwanza niliuliza, hivi wafanyabiashara wana tabia ya kuwa na fire extinguisher katika maeneo yao? Kwa sababu haya maeneo yote yako connected na masuala ya moto, na biashara wanaoifanya pia ni rafiki pia wa moto. Lakini ikaonekana walio wengi hawana vifaa. Lakini hata wangekuwa na vifaa, kamanda akawa ananijulisha hapa wamefanya jitihada kubwa sana za kutoa elimu, lakini bado watu wengi nafikiri wanakuwa hawaamini kwamba inawezekana iko siku majanga namna hii yakatokea kwenye maeneo yao ya kazi. Baada ya uchunguzi kukamilika, taarifa itaandikwa. Halafu wale wote ambao wameathirika na janga hili, serikali tutakaa nao, tutawasikiliza. Wako wengine wana madeni benki, wako wengine wana mikopo benki. Sisemi kwamba tutawalipia mikopo yao, lakini serikali nao uwezo kukaa nao, kukaa na taasisi za fedha, tukazungumza nao, wakapewa grace period ambayo ya kuwafanya wao warudie kwenye kazi yao. Lakini pia ofisi ya Waziri Mkuu kitengo cha maafa tutapeleka taarifa hii. Sasa yako majanga natural hazards yakitokea, ofisi ya Waziri Mkuu maafa inawajibika kuwahudumia wananchi. Lakini yako majanga ambayo yakitokea serikali haiwajibiki nayo. Na ndiyo maana tunawataka kila mfanyabiashara angalau kujitahidi kuzingatia kanuni ya kuwa na bima, kanuni ya kuwa na tahadhari kuhusiana na majanga mbalimbali. Hata hivyo, nao baadhi ya waathirika na mashuhuda wa tukio hilo, mbali na kuipongeza Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kufika kwa wakati katika eneo hilo, wamedai moto huo umesababishwa na shoti ya umeme. Majina anaitwa Maneno Suleiman Hamisi, ni mkaji wa mtaa wa Sabasaba. Kwanza kabisa ni janga ambalo limetukuta katika mkoa wetu wa Mwanza hadi wilaya yetu ya Ilemela, kwa sababu ni soko ambalo linatoa huduma takriban mikoa yote ya kanda ya Ziwa. Ni janga la kitaifa naweza nikasema, kwa sababu hasara iliyotokea hapa ni kubwa, ambayo hata ikija kutokea tathmini watatueleza. Kwa ujumla ni kwamba tunalipongeza jeshi letu la uokoaji Zimamoto kwa jitihada walizozifanya, kwa sababu ukizingatia hata na malighafi yenyewe iliyohusika katika moto ni mbao, na kama unavyojua mbao ni kichocheo kikubwa sana katika moto. Lakini kwa jitihada zao walizozifanya na mpaka sasa tunavyoona wanavyoendelea kufanya jitihada, tunawapa pongezi kwa sababu wamejitahidi kwa kadiri ya uwezo wao. Moto ulikuwa ni mkubwa, fikiria hadi yote hii sijui kama mita ngapi kutoka kwenye eneo mpaka kwenye eneo. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ni pongezi kubwa katika jeshi letu la uokoaji la mkoa wa Mwanza. Kwa jina naitwa Idisa Kinunga, ndo mwathirika wa eneo hili hapa lilowaka na moto. Mimi nimepigiwa simu majira ya saa 10, nimepigiwa simu kwamba ofisi yako inawaka moto.
kabidi nitoke nyumbani kuja, kweli nikakuta moto na kwa kweli bado sijajua kwamba chanzo cha moto ni nini na sijui kwamba kilichosababisha ni nini. Nimekuta hapa, tumshukuru Mungu, fire pia na zenyewe zikaja. Hazijasaidia, zimesaidia kwa wakati wake, lakini kwa upande wangu mimi hazijasaidia kwa sababu mali yote duka langu zima limeungua. Yaani sina A wala B, kusema kwamba eti kwamba nimebakiza chochote sina. Yaani tushukuru kwa limekuja imezima, lakini kwa upande wangu mimi kwa kweli sijabaki na chochote na sina chochote. Kwa upande wangu mimi peke yangu mali nilizopoteza ni kama za milioni 65 aidha 70. Ni hizo tu ndio mali niliyopoteza zilizowaka na moto, ambacho sijapata chochote. Nafikiri hata ukiangalia eneo langu hakuna chochote kilichobakia. Kwa majina naitwa Mwili Fanuel Mbonera. Ninaishi Kiloleli kule Maduka 9. Kweli kwenye tukio hili mimi sikuwepo, isipokuwa nimepigiwa simu leo asubuhi kwamba kule kwenu, kazini kwenu, kuna moto unawaka na faya nyingi zimejaa kule. Sasa ni tukio ambalo lilinishtusha kwa sababu mimi mwenyewe ni fundi na nilikuwa natumia maeneo haya na vifaa vyangu hapa na mali zangu hapa nyingi tu. Nikakimbia kuja kufika, nimekuta kusanyiko la watu wengi ambavyo mali zote kama unavyoona, kuanzia magogo, mashine za kuchana magogo, mashine za kutoboa, mashine ya kulanda, kuchana, mali zote zimeteketea moto. Mbao zetu mpaka vifaa vya ufundi vyote vimeteketea moto. Tunakuta majivu. Ndio nilikuwa nachekesha hao, hadi mabenchi, tulikuwa na benchi zile za kufanyia kazi hapa. Wengine unakuta umezisahau kwa sababu unaona ni majivu, hakuna benchi. Vyote vimeteketea moto. Yaani ni tukio ambalo kwa kweli mimi, kwangu mimi binafsi, nilikuwa sijawahi kukutana na tukio kama hilo. Kwa hiyo ni tukio lililostusha ambalo halielezeki kiufupi. Katika kudodosa tunaambiwa ilikuwa ni short ya umeme, ambayo hiyo short ya umeme ndio imesababisha kulipuka kwa moto ulioteketeza mali zote hizi. Jina naitwa Boaz Goodluck Rugera, ni mhanga wa hili tukio lilotokea. Nimepigiwa simu majira saa 10 kasoro nikiwa nyumbani Shibura, kaambiwa bwana huku Sabasaba inaungua. Lakini tumeathirika pakubwa sana, kama mnavyoona mali zote hatuna sasa hata sehemu ya kushika zaidi. Hapa sasa tunaomba tu msaada kwa serikali, tuangalie, maana hatuna sehemu yote ya kushika kwa sasa. Kwa Auntie Julie, endelea kuwa nasi. Hii ni Maisha Daily TV, tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii.